Katika historia ya kisiasa, mara nyingi serikali zimejulikana kwa kujificha nyuma ya maamuzi ya siri na njama ambazo huathiri watu wengi zaidi, na mara nyingi huwa ni kwa njia mbaya tu. Hizi ni njama ambazo wakati mwingine zinaonekana kama sehemu ya mipango ya kijasusi au usalama wa taifa. Hutekelezwa kwa siri sana na mara nyingi huzikwa kwa miaka mingi kabla ya kugundulika na umma. Katika makala hii tutaangazia baadhi ya njama kubwa zaidi za serikali ambazo zilifunuliwa miaka mingi baada ya kutekelezwa, huku tukichunguza madhara yake na jinsi zilivyobadili mitindo ya kisiasa na kijamii duniani kote. Namba 1 ni kuanzishwa kwa mradi wa Project MK Ultra ambao ulikuwa ni njama ya udhibiti wa akili. Project MK Ultra ilikuwa ni mradi wa siri wa shirika la ujasusi la Marekani CIA ambao ulijikita katika kufanya majaribio ya kemikali na kisaikolojia kwa lengo la kujua jinsi ya kudhibiti akili za watu. Mradi huu ulifanyika kutoka miaka 1950 hadi mwaka 1973 na ulijumuisha majaribio ya madawa ya kulevya kama LSD na mbinu ya kifiziolojiko kama vile umwagiliaji wa akili na unyanyasaji wa kisaikolojia. CIA iliendesha majaribio haya kwa wafungwa, wanajeshi na hata raia wa kawaida. Watu hawa walijua kuwa walikuwa wanapewa madawa tu, lakini hawakujua madhara ya hayo madawa yalikuwa ni yapi. Lengo lilikuwa ni kuanzisha mbinu za udhibiti wa mawazo na akili ili kuitumia katika vita baridi dhidi ya Umoja wa Kisovieti. Hata hivyo, mradi huu ulifichwa kwa miaka mingi hadi mwaka 1975 ambapo taarifa kuhusu MK Ultra zilivuja kupitia uchunguzi wa bunge la Marekani. Mradi huu ulisababisha madhara makubwa sana kwa waathirika, yakiwemo matatizo ya kisaikolojia, ugonjwa wa akili pamoja na vifo. Baada ya kufichuliwa, serikali ililazimika kutoa fidia kwa waathirika na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya baadhi ya wahusika. Njama ya pili ilikuwa ni njama ya Watergate Scandal ambayo ilikuwa ni njama ya uvunjaji wa haki za kidemokrasia. Watergate Scandal ilikuwa ni njama ya kifisadi iliyohusisha Rais Richard Nixon na wasaidizi wake waandamizi. Walihusika katika wizi wa taarifa kutoka ofisi ya chama cha upinzani kwa maana ya Democratic National Committee katika jumba la Watergate huko Washington DC mnamo mwaka wa 1972. Lengo lilikuwa ni kuhamasisha ushindi wa uchaguzi wa Nixon dhidi ya mpinzani wake. Wizi huu ulifanywa na kundi la wafanyakazi wa Nixon, lakini wakati wa uchunguzi ilibainika kuwa hata Rais Nixon alikuwa na uhusiano na njama hii. Nixon alikataa kuwajibika kwa vitendo vya wizi na kujaribu kuficha ukweli, lakini baada ya uchunguzi huu na ushahidi kuwa wazi, aliingia kwenye shinikizo kubwa la kisiasa. Nixon alilazimika kujiuzulu mnamo mwaka 1974 kabla ya kuweza kufikishwa kwenye mashtaka. Watergate Scandal ilidhihirisha wizi wa kisiasa na utumiaji wa mamlaka vibaya na ilifanya marekebisho katika sheria za uchaguzi na ufanisi wa serikali ya Marekani. Namba 3 ilikuwa ni majaribio ya Tuskegee Syphilis Study ambao ulikuwa ni utafiti wa syphilis kwa Afrika na Amerika. Tuskegee Syphilis Study ilikuwa ni majaribio ya kisayansi yaliyofanywa na huduma ya afya ya Marekani kwa maana ya US Public Health Service kuanzia mwaka 1932 hadi mwaka 1972, ambapo waliwalenga wanaume wa Afrika na Amerika kwa kuwapandikiza ugonjwa wa syphilis bila kuwapa matibabu wala kuwaambia kuwa walikuwa na ugonjwa huo. Lengo lao lilikuwa ni kufuatilia mabadiliko ya ugonjwa wa syphilis bila ya kuwa na matibabu yake.
Serikali ya Marekani iliwachagua wanaume hawa kwa utafiti huu bila ya kuwaambia madhara yake wala kuwapa matibabu hata baada ya penicillin kugunduliwa katika tiba ya syphilis. Wanaume hawa walikuwa wanachukuliwa kama wajinga tu wa kisayansi na kuachwa wakifa kutokana na ugonjwa huu. Utafiti huu ulifichwa kwa miaka mingi hadi mwaka 1972 ambapo uchunguzi wa waandishi wa habari ulidhihirisha ukweli huu. Baada ya kufichuliwa, serikali ya Marekani ililazimika kutoa fidia kwa waathirika na familia zao na ilianzisha sheria kali zaidi kuhusu maadili ya kisayansi na haki za binadamu katika tafiti za kisayansi. Matukio haya yaliibua mjadala mkubwa sana kuhusu ubaguzi wa rangi, haki za binadamu na utunzaji wa taarifa za kiafya. Njama ya 4 ilikuwa ni njama ya Iran-Contra Affair, ambayo ilikuwa ni njama ya kuuza silaha kwa Iran kwa mamlaka ya Marekani. Iran-Contra Affair ilikuwa ni njama ya kifisadi inayohusisha serikali ya Rais Ronald Reagan, ambapo iliunga mkono uuzaji wa silaha kwa Iran, nchi ambayo ilikuwa chini ya vikwazo vya kimataifa. Fedha zilizopatikana kutoka kwa mauzo ya silaha zilielekezwa kwa makundi ya waasi huko Nicaragua ambao walikuwa wanapigana dhidi ya serikali ya kikomunisti. Serikali ya Marekani ilifanya biashara ya silaha kwa Iran ambayo ilikuwa na vikwazo vya silaha ili kuhifadhi makundi ya waasi wa Contra nchini Nicaragua bila ya kibali cha bunge la Marekani. Hii ilikuwa ni kinyume cha sheria za kimataifa na ndani ya Marekani. Viongozi wa serikali walijaribu kuficha njama hii, lakini baadaye ukweli ulithibitika kupitia uchunguzi wa bunge. Njama hii ilijulikana mnamo mwaka 1986 na ililazimisha uchunguzi wa kina zaidi. Baadhi ya wahusika walifunguliwa mashtaka, lakini Rais Reagan aliepuka uwajibikaji wa moja kwa moja. Iran-Contra Affair iliibua masuala ya uhalali wa kufanya biashara ya silaha na ilifanya serikali ya Marekani kuwa na shinikizo kubwa la kisiasa. Namba 5 ni kuanzishwa kwa program ya CONTELPRO, ambao ilikuwa ni program ya ulinzi wa kisasa kwa kupambana na vikundi vya kijamii. CONTELPRO kwa maana ya Counter Intelligence Program ilikuwa ni mpango wa siri wa FBI ulioanzishwa katika miaka 1950 hadi mwaka 1970 kwa lengo la kudhibiti na kuvuruga vikundi vya kijamii, hasa vilivyokuwa vinapigania haki za kiraia na mabadiliko ya kijamii kama vile Black Panther Party, Martin Luther King Jr. na harakati za kupinga vita vya Vietnam. FBI iliendesha ufuatiliaji, uchunguzi na mikakati ya kuvunja vikundi hivi kwa njia za kifisadi, ikiwa ni pamoja na kupenyeza, kutunga taarifa za uongo na kudhoofisha viongozi wao. Vikundi hivi vilikuwa vinajulikana kwa mapigano dhidi ya ubaguzi wa rangi na kupigania haki za kiraia. CONTELPRO ilifichwa kwa muda mrefu na serikali iliendelea kuzuia taarifa juu ya mpango huu. Ilikuja kufichuliwa katika miaka 1970 na utafiti wa bunge ulionyesha kuwa FBI ilikuwa imekiuka haki za kiraia kwa kutumia mamlaka yake vibaya. Uchunguzi ulionyesha kuwa FBI ilikuwa ikitumia mbinu za kifisadi na za ulinzi wa kisasa dhidi ya wananchi wa kawaida, na serikali ililazimika kutoa maombi ya msamaha kwa waathirika wa mpango huu. Njama kubwa za serikali ambazo zilikuwa ni siri kwa miaka mingi zinatoa taswira ya ukubwa wa udanganyifu na udhibiti wa kisiasa katika jamii. Ingawa baadhi ya njama hizi zilitelekezwa kwa lengo la kulinda maslahi ya taifa au kuzuia vitisho vya nje, lakini athari zake kwa wananchi ni za kudumu na mara nyingi hutishia imani ya umma kwa mifumo ya utawala. Matukio kama haya yanadhihirisha kuwa licha ya mbinu za siri zinazotumika, ukweli huibuka mwishowe na kusababisha mabadiliko makubwa katika historia ya kisiasa na kijamii. Kufichuliwa kwa njama hizi kunatoa somo muhimu kuhusu umuhimu wa uwazi, uwajibikaji na haki katika serikali na taasisi za umma. Pamoja na hayo, inatufundisha kuwa ni lazima tuwe na umakini
makini na kuwa na shaka kuhusu maamuzi na sera zinazotelekezwa kwa siri, kwani mara nyingi madhara yake yanaweza kuwa ni makubwa sana na ya kudumu kwa vizazi vijavyo. Njama hizi pia zinaonyesha kwamba hata katika zama za kisasa, nguvu za serikali zinaweza kutumika kama njia zisizo za haki, lakini ukweli hauwezi kuzuiwa milele. Na huu ndio mwisho wa makala hii. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza.